Rahisi sana kipindi cha kwanza, pengine watu wakadhani ndio Maji ameshajiunga, lakini mmerejea, bila shaka ndio sifa ya timu kubwa kutokana na kama mpaka mwisho mchezo. Kwanza tunashukuru na asante kwa pongezi zako, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri na kupata matokeo mazuri. Moja katika jambo ambalo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu, leo tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa CAF Champions League tarehe 22. Tumecheza mechi ya mwisho ya ligi leo na hatujapata majeruhi yoyote. Yaani moyo wangu ulikuwa unandunda kwa sababu tumekuwa na hiyo trending kwenda kwenye mechi muhimu ya kimataifa, alafu tunatengeneza majeraha kwenye mchezo wetu wa mwisho wa ligi kwenda kwenye huo mchezo wa kimataifa. Kwa leo imeisha salama. Daktari ameniambia hakuna majeruhi yoyote ambayo yanaweza kusababisha mchezaji kukosekana kwenye mchezo wa FAR Rabat. Kwa hiyo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Lakini la pili ni wapongeze benchi la ufundi, wachezaji wetu kwa matokeo mazuri ya leo, na ni matokeo ambayo yametupeleka sasa juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo maana ya kutushusha pale juu sasa hivi ni lazima uwe umejiandaa vizuri, uwe na ubavu. Kwa hiyo ukitaka kuona Yanga yupo juu, una uwezo wa kumteremsha, unapita mbele. Tumekaa kwenye nafasi ambayo tunastahili na tunaamini ni mwanga sasa wa kwenda kupambana kwenye mechi inayofuatia. Kipindi cha kwanza ni kweli hatukucheza vizuri sana, na hatukucheza vizuri sio kwa sababu tulikuwa na uzembe. Hatukucheza vizuri kwa sababu KMC pia na wao walicheza vizuri first half. Walijaribu kucheza vizuri sana kwenye kujilinda hapa nyuma. Nafasi ya kwanza ambayo tulipata kupitisha mpira wetu kwa Pacome kwenda kwa Maxi tukafunga. Lakini ukiangalia dakika nyingine zote walikuwa watu force twende pembeni tupige cross. Tulikuwa tupate nafasi ya kupita katikati, kupita vile ambavyo Yanga tumezoea kupita. Na wakawa na usharp, baada ya kufunga goli ni kama tuka switch off kidogo, wakawa na usharp, wakafanya mistake hapa, wakapata foul. Faida nafikiri ya jua Diara akaucheza ule mpira kile alicheza katika eneo ambalo Saliboko alikuwa yuko active na akafunga goli zuri. Kwa hiyo tulipokwenda vyumbani, sijui mwalimu alizungumza nini, lakini naamini alikwenda kuwakumbusha umuhimu wa dakika 5 za kipindi cha pili kuja kucheza kwa umakini. Pressure ni kubwa sana, watu wanahitaji matokeo, players wanacheza kwa pressure kubwa. Baada ya goli la pili kila kitu kilifunguka. Tuliona nafasi nyingi, magoli tumefunga mawili mengine tena. Players wakaanza kucheza bila pressure. Na hii inairudia kila siku. Kinachotuumiza hapa sasa hivi ni pressure tu. Pressure hii ikipotea, tukianza kushinda kwa ushindi comfortable namna hii, tukashinda kwenye michezo mikubwa, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya players kuonyesha zaidi kile ambacho wako nacho. Ni kama pressure inaanza kuondoka sasa kwa Andy Boyeli Tembo. Leo amefanya vizuri sana. Sisi niwape kidogo shule hapa. Nimeona kuna mtu mmoja yule akili hana. Ningesema tu bahati mbaya hapa, yule akili hana. Alikuwa anazungumza kuhusu usajili ambao Yanga wamefanya msimu huu. Baada ya kutoa kikosi akasema, mbona wanaanza wale wale wa msimu uliopita? Jamani, sisi tulifanya usajili kwa ajili ya kuboresha timu yetu. Hatukufanya usajili kwa ajili ya kujenga timu yetu. Wachezaji ambao unaona walikuwa last season, mikataba yao iliyoisha, tuliwaongezea mikataba. Lengo hakikisha wanabakia na wachezaji muhimu kwenye timu yetu. Tungekuwa tuna ulimbukeni tu wa wachezaji wapya, maana yake tungemwacha Maxi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Duke Abuya asingeongezewa mkataba, tungemwacha Mudathi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Pacome asingeongezewa mkataba. Lakini ukiangalia tumeongezea mkataba wa wachezaji muhimu, maana yake tulikuwa tunakuja kuboresha timu yetu. Hatukumsajili sisi Boyeli ili aje aanze mbele ya Prince Dube. Tulikuwa tunaamini tuna striker wetu namba 1, Boyeli aje kuongeza changamoto kwa striker anayeanza. Hivyo hivyo kwenye nafasi nyingine. Nafasi pekee ambayo mtu yupo anaanza comfortable kwenye timu yetu sasa hivi ni namba 10 ambayo anaanza Mohamed Dumbia. Kwa nini? Kwa sababu namba 10 wetu wawili wote wameondoka. Ameondoka Azizi, ameondoka Chama. Kwa hiyo Dumbia ndio namba 10 mpya, ndio maana anaanza. Hata Mzizi angekuwa fit, maana yake hata Chikola angekuwa anakaa mbao. Unaelewa? Kwa hiyo sisi hatukwenda kujenga timu, tulikwenda kuboresha timu. Kwa hiyo hawa wapi wanaokuja hawa mdogo mdogo wanatakiwa waingie kwenye timu kwa kuonyesha ushindani. Kama hivi anaanza Dube, akija Boyeli anatakiwa aonyeshe kwamba anaweza kucheza vizuri kwenye nafasi. Hivyo hivyo akija kucheza Musa Balakonte, akija kucheza Lassine Kuma, wanatakiwa waonyeshe kwenye nafasi hiyo mimi mpya anaweza kuofa kitu kikubwa. Na hapo ndio timu bora inapatikana. Sio tu kama unasajili mtu kwa sababu ni mpya unamuingiza kwenye kikosi. Kwa hata Boyeli anatokea bench kwa sababu anatakiwa alete changamoto kwa anayeanza. Kwa changamoto ikiendelea, maana yake wewe ambaye unaanza sasa, ambao ulikuwepo last season, ukizembea
huyu mpya anachukua nafasi yako, anakuwa regular kwenye kikosi. Sasa hii ni shule ambayo nilitakiwa niwaite, niwaeke chini, mlipie, niwape. Lakini bahati nzuri tu leo nina mudi nzuri, nimewagea hii. Nataka unielezee tukio moja wakati wa penalti. Pacome alienda kuchukua mpira akampelekea Boyeli. Alafu baada ya kufunga goli, Pacome alikuwa akakimbia moja kwa moja kwenda mimi nilikaa zangu pale, nilikaa pale. Boyeli kasababisha penalti, Pacome akamwambia Shia lete mpira. Tunaongoza 2-1 Lile goli ilikuwa la 3 na uwa mechi. Pacome kaomba mpira, ngasema hiyo kamba hiyo. Ghafla Boyeli akamfuata